Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Langu jina ni Bishop Emmanuel Edward Sinduije, mwangalizi wa makanisa ngome ya makimbilio duniani. Popote ulipo, pala lote, nchi yoyote, mikoa yoyote katika taifa la Tanzania, nikukaribishe katika kipindi cha Hakuna Gumu. Karibu sana katika kipindi hiki cha kujifunza neno la Mungu na maombi. Ninaamini utabarikiwa na Mungu atakuhudumia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Yesu, asante kwa sababu ya baba huyu, mama huyu, kijana huyu, binti huyu ambaye amepata neema ya kufuatilia fundisho hili na masomo haya. Baba, asante kwa sababu ya kipindi hiki. Karibu uwe pamoja nasi kwa utukufu wako, katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, karibu sana. Baada ya kuangalia maadui 7 wa maono yako, leo tutaangalia njia 9 za kulinda maono yako. Njia 9 za kulinda maono yako. Njia 9 za kulinda maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Maono ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ni picha ya hatima yako kabla haijatimia. Watu wengi hupokea maono ya huduma, biashara, mafanikio, lakini tatizo sio kupokea maono. Tatizo ni kuyatunza mpaka yatimie. Naweza ukafunuliwa, ukapewa ramani ya maisha yako na maono yako. Tatizo lipo kutunza mpaka yatimie. Kitabu cha Habakuki 2:2-3, iandike njozi yako, kaifanye iwe wazi, maana njozi bado ni kwa wakati uliowekwa, kwa itakamilika. Maono yana wakati. Maono yanahitaji uvumilivu. Maono yanahitaji ulinzi. Maono yasio na nguvu, maono yasiyolindwa yanaharibiwa kabla hajatimia. Maono yasio na nguvu za Mungu yanaharibiwa. Kwa nini? Nguvu za Mungu lazima yaatamiwe, lazima yafunikwe kwa maombi. Kwa maono yasiyolindwa na nguvu za Mungu yanaharibiwa kabla ya kutimia. Ziko njia 9 za kulinda maono yako ili yaweze kutimia. 1, usimwagie kila mtu maono yako. Usimwagie kila mtu maono yako. Mwanzo 37:5, Yusufu akaota ndoto akawaambia ndugu zake, usimwambie kila mtu. Usiamwagi kwa kila mtu maono yako.
Si kila mtu ana moyo mzuri. Wengine watakuonea wivu, wengine wataleta upinzani, wengine watakuchelewesha. Linda maono yako kwa kunyamaza kwa hekima. Sio kila jambo mwambie mtu. Sio kila jambo umweleze mtu. Linda. Namba 2, andika maono yako. Habakuki 2:2, iandike njozi. Maandishi huleta umakini, hukusaidia kutokusahau. Unapoandika unaipa uzito. Njozi, maono, wito, unaifuatilia. Amen. Unafuatilia maono yako, unayapa uzito unapoyaandika. Bwana Yesu tusaidie sana. Namba 3, omba juu ya maono yako mara kwa mara. Filipi 4:6, katika kila neno kwa kusali na kuomba. Maono yanahitaji ulinzi wa kiroho. Omba, imarisha maono yako. Bila maombi maono yanakufa. Kwa unahitaji kuomba ili Yesu ajidhihirishe, Mungu afunike, yatimie. Tupo katika vita. Hakuna mtu anayependa cha kwako. Atacheka akiwa na wewe lakini hapendi. Namba 4, jiepushe na watu wasio na imani. Jiepushe na watu wasio na imani. Marko 5:40, akawatoa wote nje. Yesu aliwatoa watu wasiokuwa na imani, watu hasi. Punguza imani yako kwa watu. Watu hasi wanaweza kupunguza imani. Watu wasiokuwa na imani wanaweza kuua maono. Punguza kuwaamini watu. Chunguza watu ulionao kwa umakini. Angalia aina ya watu ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chagua watu wanaokuinua, si wanaokuangusha. Angalia watu ulionao. Namba 5, ishi katika utii na uaminifu. Kumbukumbu la Torati 28:1. Unaposikia sauti ya Bwana, maono yanahitaji tabia sahihi. Kumbukumbu la Torati 28:1. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Isikie sauti, tunza. Maono yanahitaji tabia sahihi. Kutokutii kunachelewesha. Kutokutii kuna kufanya uharibu maono yako. Namba 6, kuwa na uvumilivu. Ebrania 10:36. Unahitaji saburi. Maono hayatimii kwa haraka, kuna mchakato. Uvumilivu, kulinda moyo wako, ukuweka imara. Epuka haraka isiyo ya Mungu, inaweza kuharibu maono yako. Epuka shortcut. Epuka kutoa mwili wako ili uweze kupata kitu fulani, ili uweze kutimiza lengo la maono yako. Maono yasiyoanza na Mungu, maono yanayoanza kwa ujanja, maono yanayoanza kwa utapeli hayafikagi mbali. Jina la Bwana libarikiwe. Pigana vita vya kiroho. Piga vita vizuri, imani ilinde. Timotheo wa kwanza 6:12. Kila maono upingwa. Kuna nguvu zinazokutazama unavyofanikiwa na kupambana. Kwa zinapambana kukuzuia. Lazima uombe, lazima usimame katika imani ili kuweza kufika katika hiyo hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kujiandaa. Mithali 18:15. Moyo wa mwenye hekima, moyo wa mwenye akili kupata maarifa. Maono yanahitaji maandalizi. Jifunze ujuzi, maarifa, nidhamu. Bila maandalizi maono yanaweza kufeli na ukaanza kulaumu watu. Kwa lazima ujifunze katika hilo. Namba 9, shikilia Mungu zaidi kuliko maono yenyewe. Shikilia Mungu zaidi kuliko maono yenyewe. Zaburi 20:7. Wao wanataja magari, sisi tunamtaja Mungu. Usiliabudu jina la mtu, usiliabudu jina la boss. Shikilia Mungu zaidi kuliko maono yenyewe. Usiabudu kazi, usiabudu maono. Tanguliza Mungu. Mungu ndiye mtoa maono na mtunzaji wa maono na muatamiaji na mtimizaji. Ukimshika Mungu maono yatatimia.
Yohana 1:8. Maono yako ni ya thamani, yanahitaji ulinzi, yanaweza kutimia iwapo utatembea katika njia hizi nilizokuambia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kufika kipindi maono yako ili yasiharibiwe, tembea katika hizi njia 9, njia zitakazo kusaidia kuyalinda maono. Ukikwama katika hizi njia 9, umefeli. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, amen. Weka mkono kichwani. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Bwana umempa neema, umempa kibali cha kuweza kujifunza njia 9 za kulinda maono. Alikuwa ajui maono yake analindwaje, lakini umempa hekima chache katika muda mfupi wa dakika chache hizi Bwana, ambazo Bwana umeenda kufanya jambo na kumpa maarifa. Katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, ninasimama kinyume na kila roho na mikataba yote ya kuzimu, mikataba ya giza, mikataba ya kipepo, ninabomoa katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Bwana, ninamuinua mtumishi wako na mtoto wako katika majira haya na wakati huu Bwana, nikibomoa kila misingi na roho zote za kutokuwa na utulivu, roho zote za kutokuwa na kaba. Anapopata maono anakuwa anamwambia kila mtu. Bwana, mpe kutunza siri juu ya kile Bwana ambacho umekiweka ndani yake. Reke sakaya kataparaba kodia. Ninavunja kila mikataba, nabomoa kila roho, nabomoa kila nguvu za giza, ninaangamiza, ninaangusha kwa moto katika jina la Yesu. Ninaangamiza kila mishale ya adui Bwana, kila silaha iliyoinuliwa juu yake haitafanikiwa. Horabasika yanda barabako kwa moto lao. Ninaangusha kwa moto, ninabomoa kwa moto, ninavunja kwa moto, ninaharibu kwa moto, ninapindua kwa moto roho za kipepo, roho za kuzimu. Ninaangusha kwa moto roho za kuzimu, ninapindua kwa moto. Majira haya Bwana ukaonekane, ukadhihirike Bwana, ukafungue njia mahali pasipokuwa na njia juu ya maisha Bwana ya mtoto wako huyu Bwana. Ninaangamiza Bwana, ninaangusha Bwana kila mikataba yote na roho za giza, ninapindua Jehova katika majira haya katika jina Yesu. Bwana ukaonekane, Bwana ukadhihirike, ule mkono wako wenye neema Bwana ukadhihirike Jehova katika wakati huu. Ninateketeza hiyo mikataba ya roho chafu zinazozuia, zinazokwamisha maono yake Bwana. Anazo ndoto, anayo maono juu ya biashara, juu ya kazi, juu ya huduma Bwana, nenda kamthibitishe Bwana, nenda ukamwonekanikie katika majira haya. Amefuatilia fundisho hili Bwana, maono haya Jehova alionayo Jehova, ninayatamia, natamka kuinuka. Kuna makosa ameyagundua, ameyaona. Reke pakasika yanda barabako roko sika yaka yakata baraba yanda barabako kwa moto lao. Ninafanya mapinduzi dhidi ya kila roho, dhidi ya kila mikataba. Ninapiga kwa moto roho za mapepo, roho za majini, roho za asili, roho za mikataba, roho ya kukwama, roho ya kufa moyo, roho ya kukata tamaa. Rekapa rekekopa rikatakapa rakatakapa rokokosika yanda baraba kwa moto lao. Ninaangamiza, ninavunja kwa moto, ninaharibu kwa moto, ninapiga kwa moto, kwa moto lao. Ninabomoa Bwana kila roho chafu, mikataba ya giza, ninapindua kwa moto, ninapiga kwa moto katika jina la Yesu. Kuanzia sasa Bwana onekanika Jehova, kuanzia sasa Bwana thibitika Jehova. Ninakataa kila mikanganyiko ya mifumo ya giza, kuchanganyikiwa, kufa moyo, kukata tamaa dhidi ya maono yake. Ninamuinua Bwana na kumbariki dhidi ya hayo maono, ukamwonekanikie katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji, ninaamini kuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yako. Usiache kuniambia kile Mungu ametenda na amefanya kwenye maisha yako, ili tumshangilie Bwana pamoja na kumtukuza. Ikiwa unataka maombi zaidi na ushauri na kuwasiliana na mimi Bishop Emmanuel, unaweza kuandika namba hizi 0789 95 05 80. Bwana akubariki, Bwana akuinue. Barikiwa sana sana na Yesu, amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena.
katika dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina la